Kikao cha mwisho ambacho Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alifanya na wakazi wa Njombe pale Makambako, alisisitiza swala la haki. Naomba kusikia kauli ya chama kwa watendaji sasa katika kuitekeleza kauli hiyo ambayo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alitoa. Watendaji wetu watende haki kwa wananchi wetu, wasikilize. Ukienda hospitali, wahudumu watoa huduma kwenye hospitali, wasikilize wananchi. Wanakwenda wananchi pale wana changamoto zao, wasikilize kwa utulivu. Watende haki. Vyombo vya mahakama watende haki, watoe hukumu kwa kadri inavyotakiwa, si kwa kuzingatia masuala ya rushwa au nini. Watende haki. Yaani haki ndio msingi wa maendeleo. Kimsingi alichokuzungumza mkuu wetu wa mkoa ndicho anachokuzungumza Mheshimiwa Rais. Ndio msisitizo wake mkubwa. Hata mawaziri wote wanasisitiza hivyo. Kila idara ifanye kazi walioagizwa na serikali yetu kwa kadri inavyotakiwa, ili wananchi wetu waendelee kuamini Chama cha Mapinduzi kwa miaka mingine mingi. Mwisho wa uchaguzi ni mwanzo wa maandalizi ya chaguzi zijazo. 2030 mathalan tunaingia kwenye uchaguzi mkuu mwingine wa rais wa bunge na madiwani. Zungumza na watendaji wa chama ndani ya chama mkoa wa Njombe, wanapaswa kufanya nini? Lakini kikupendeza pia zungumza hata na watani wenu vyama mbadala, wanapaswa kufanya nini? Nizungumze kwanza na vyama mbadala. Kwanza wajipange. Na sisi tunaendelea kujipanga vizuri. Na kwa kuwa tumeshapewa kazi ya kufanya kwa miaka 5 mingine, tutafanya kazi kwa spidi kubwa sana kuhakikisha kwamba ikifika na 30 tunakuwa tuna maneno machache ya kuzungumza. Kazi zizungumze. Lakini tunaendelea kuwaomba wananchi wa mkoa wa Njombe waendelee kukiamini Chama cha Mapinduzi. Na ndani ya chama tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa ndani ya Chama cha Mapinduzi 2027. Sahihi. Tunayo maeneo tunaketamani kuwapata viongozi wa wilaya, viongozi wa kata, viongozi wa mkoa. Tunaendelea kujipanga pia kuwapata viongozi ambao watakwenda kukivusha Chama cha Mapinduzi 2030 kwa uchaguzi mkuu. Kila laheri kwenye utekelezaji wa mambo yote. Asante sana Mwenyezi kwa muda wako. Nakushukuru sana. Asante sana pia nikuombe usisite wakati mwingine. Maana nitatamani tuzungumze kabla ya uchaguzi mkuu wa ndani ya chama pia. Josiah, okay, bila shaka naamini utakuwepo. Kila laheri pia. Bila shaka utagombea, sivyo? Hapana. Mimi sigombei, mimi mtumishi wa chama. Unateuliwa. Bila shaka pendekezo likija tutafurahi kukuona. Na sisi kama vyombo vya habari bila shaka tunakushukuru sana kwa ushirikiano wako. Umekuwa ni miongoni mwa viongozi wa kuigwa ndani ya chama ambao wamekuwa wakitupa nafasi kwa namna ya urahisi sana. Asante sana mwenezi. Josiah Luoga, katibu wa itikadi, siasa na uenezi ndani ya Chama cha Mapinduzi. Nahitimisha mazungumzo yangu na yeye kwa takriban dakika zaidi ya 40 hivi tumezungumza hapa. Nakushukuru sana na nikutakia wakati mwema na asante sana kwa kuendelea kutufuatilia. Tukutane wakati mwingine. Bye bye.